Yes, ni safari ya mwisho ya mama yetu mpendwa katika ibada ya kusherekea maisha yake hapa duniani, ambaye ni mama yetu Edith Joseph Masasi. Huyu ni mama mchungaji ambaye ametwaliwa mbele za haki mnamo tarehe 1 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Marehemu amezaliwa mnamo mwaka 1953 akiwa anatokea kule mkoani Mbeya, na kwa neema Mungu alifanikiwa kufunga ndoa mwaka ule wa 1970 na marehemu mchungaji Joseph Masasi, na kufanikiwa kwa pamoja kuweza kupata watoto 8, watoto 7 wa kiume na mtoto mmoja wa kike. Mama huyu aliondokewa na mume wake marehemu mchungaji Joseph Masasi mnamo mwaka 2001, na kwa kipindi chote hicho ni miaka 25 mpaka umauti unapokuja kumfika, ambapo ameweza kulea kwa pamoja watoto hawa 8, watoto 7 wa kiume na mtoto mmoja wa kike, na ametajwa kuwa ni mama shujaa na shupavu wa imani aliyempenda Mungu, lakini ambaye alionyesha ujasiri mkubwa baada ya kuondokewa na mume wake toka mwaka 2001, na aliendelea kwa neema ya Mungu kuendelea kusimama katika kuiweza kuitunza familia yako na kuendelea watoto wake. Na hapa tunapofanyia ibada hii ni katika kanisa la TAG Bunjueli linalochungwa na mtoto wake ambaye ni mchungaji Abrahamu Masasi. Yeye ni mchungaji kiongozi wa kanisa hili la mahali hapa, lakini pia ni katibu wa jimbo la Kinondoni. Waangalizi na wachungaji kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia maaskofu wa majimbo pia wako hapa katika kuweza kuhakikisha wanafikisha salamu zao kutoka majimboni, kutoka section, kutoka makanisa ya mahali pamoja kwa ajili ya familia hii ambayo imeondokewa na mama yao kipenzi, imeondokewa na bibi. Mama huyu ameacha watoto 8, lakini pia ameacha wajukuu 27 na kitukuu mmoja. NYTV tuko hapa tukikuletea tukio hili la maisha ya mama huyu ambaye hakika amevipiga vita vilivyo vizuri na imani ameilinda. Hakika tunamwombea, tunaiombea familia kwa ujumla, watoto ambao wameachwa pamoja, ndugu jamaa na marafiki, katika kuondokewa na mpendwa wao ambaye ametangulia mbele za haki. Hapo ulipokaa unaweza kufunika macho yako tupate kuomba. Bwana Yesu, wewe ndiwe Mungu mkuu sana ambaye umetupa neema ya kusherekea maisha ya mama yetu kwa shuhuda nzito ambazo tumezipata Bwana juu ya maisha yake. Jioni ya leo na mchana huu pia Bwana, tunaomba neema yako iendelee kuwa pamoja nasi katika kila hatua tunayoendelea nayo. Roho wako wa faraja, Roho wako wa neema akaendelee kuishika mioyo ya kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Asante kwa kipindi hiki cha kutoa heshima za mwisho ambazo Bwana unaenda kuzifanya kuwa alama kwenye mioyo yetu. Asante kwa kila nafsi iliyoshiriki katika tukio hili. Mbariki kila mmoja ambaye amekuwa sehemu ya faraja katika familia hii. Bwana, tunaweka mambo yote mikononi mwako, tukiuliza ulinzi wako katikati yetu, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, tukiamini na sadaka zetu Bwana zinapata kibali mbele zako kwa utukufu wa jina lako, na wote kwa pamoja tuseme amen. Sema tena amen. Alafu tumpe Yesu makofi mazuri tafadhali. Napoenda kutoa heshima zetu za mwisho, tafadhali jitie nguvu katika Bwana. Nisaidie kumpa jirani mkono, mwambie jitie nguvu katika Bwana. Wa kushoto na kulia mwambie jitie nguvu katika Bwana.
Mwingine mwambie asante kwa kuja. Wakati waimbaji watakuwa naendelea na nyimbo za maombolezi, wewe utakuwa unatokea upande ule. Yes, ni zoezi la kuweza kutoa heshima za mwisho kwa mama yetu marehemu Edith Joseph Masasi, na msafara utakuwa unaondoka hapa kuelekea kule mkoani Mbeya. Marehemu atakuwa anazikwa kule mkoani Mbeya ambako ndiko anapotokea mume wake marehemu mchungaji Joseph Masasi, lakini pia yeye pia ni mkazi wa kule au ni mzaliwa wa kule Mbeya, na hivyo washirika, ndugu, jamaa na marafiki kutoka maeneo mbalimbali wapo hapa katika kuhakikisha wanatoa salamu na heshima za mwisho kwa mama huyu shujaa na aliyekuwa kipenzi wa wengi, lakini mama anayetajwa kuwa ni mama aliyekuwa anampenda Mungu na kumtumikia Mungu enzi za uhai wake. Basi zoezi hili linaendelea hapa, tuko hapa katika kuhakikisha tunakuletea vema tukio hili. Marehemu alizaliwa mnamo mwaka 1953 kule mkoani Mbeya, na hakika amekuwa ni mama shupavu ambaye kwa kipindi chote kwa miaka 25 ameweza kulea watoto hawa ambao sasa wamekuwa ni watu wazima wenye familia zao. Miongoni mwao kuna watumishi wa Mungu akiwepo mchungaji Abraham Masasi ambaye ni mchungaji kiongozi wa kanisa hili la TIG Bunjo A lililoko maeneo ya Bunjo hapa jijini Dar es Salaam. Lakini pia kama ambavyo nimekuambia, yeye pia ni katibu wa jimbo hili la Kinondoni. Kwa hiyo uongozi kutoka jimbo la Kinondoni pia uko hapa pamoja na section mbalimbali, viongozi waangalizi kutoka section mbalimbali wako hapa, wachungaji kutoka makanisa mbalimbali pia wako hapa katika kuhakikisha wanatoa salamu za mwisho, lakini pia vikundi mbalimbali, taasisi mbalimbali kutoka katika taasisi mbalimbali, kampuni mbalimbali wamefika katika kuhakikisha wanakuja kutoa salamu za mwisho kwa mama yetu kipenzi, mama huyu aliyeitunza imani, mama ambaye alilinda imani vilivyo vema, na hakika leo tunaposherehekea maisha yake ya mwisho hapa duniani, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya huyu mama ambaye hakika aliendelea kutunza imani kwa kipindi chote cha maisha yake hapa duniani. Najua madaktari walijitahidi kwa nafasi yao, lakini pia watoto wamejitahidi katika kuhakikisha wanaokoa uhai wa mama, lakini majira ya Mungu yanapofika kulichukua tunda lake, hatuna namna, na sisi tunakuwa tunasema Mungu ambaye alitoa na leo ametoa, sisi tunasema jina lake na libarikiwe. Lakini tunaendelea kuomba faraja kwa ajili ya watoto wake, anaye mtoto wa pekee wa kike, lakini pia watoto 7 wa kiume ambao ni watu ambao nao wana familia zao. Wajukuu pia nao pia wamefikwa na msiba wa bibi yao kipenzi, lakini pia ameacha kitukuu kimoja. Ni mama ambaye hakika tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwamba amempa miaka hii, ameweza pia kuona kitukuu chake. Hakika tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya huyu mama, na hakika bila shaka katika maisha yake ya kumtumikia Mungu, Mungu amemheshimu pia akampa neema hiyo ya kuweza pia kuona kitukuu chake. Umati mkubwa kutoka katika maeneo mbalimbali, watu binafsi pia waliomfahamu vema huyu mama, watumishi wa Mungu mbalimbali ambao wametoka maeneo mbalimbali wako hapa katika kusindikiza vema safari ya maisha ya mama hapa duniani. Hakika ni jambo la kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu katika maisha ya mama huyu aliyempenda Mungu vizuri kabisa, na ameacha alama kubwa mioyoni mwa wengi ambao leo wanamzungumza vizuri katika yale mema ambayo ameyafanya. La kuendelea kutoa heshima za mwisho kwa mama yetu
Edith Joseph Masasi linaendelea, na sasa hivi ni familia ni wanafamilia wanaweza kupata nafasi sasa ya kuweza kutoa heshima kwa mpendwa wao, kwa mama yao ambaye tayari tunaamini kwa uhakika yuko mbinguni. Wanatoa heshima kwa ajili ya kuhakikisha wanakwenda kumsindikiza katika safari yake ya mwisho hapa duniani kuelekea kule mkoani Mbeya. Bado wana safari ndefu ya kusafiri kuelekea kule mkoani Mbeya kwa ajili ya kwenda kuupumzisha mwili wa mama yao. Watoto wa marehemu pamoja na wajukuu tayari sasa wanakwenda kutoa heshima kwa mama yao. Mama huyu anatajwa hakika kwamba ni mama shujaa, mama jasiri hakika, ambaye ni mama wa kuigwa. Ameacha mfano kwa watu wengi wanaomtazama leo. Hiyo ni familia yake, wajukuu pamoja na watoto wake na marehemu mama huyu. Hakika tunaendelea kuomba faraja kwa ajili ya familia hii ambayo hakika imefikwa na msiba huu mzito wa kuondokewa na mpendo wao. Walitamani bado kuendelea kumuona bibi yao, mama yao, lakini leo wanamtazama akiwa kwenye jeneza. Tunaendelea kuomba faraja ya Mungu katika familia pia. Mungu aendelee kutia nguvu watoto. Anayekuja hapa ni mtoto wake wa pekee wa kike kati ya watoto 8 waliozaliwa na marehemu mama Edith. Huyu ni mtoto wake wa kike wa pekee, naye anapata wasaa kuweza kutoa heshima za mwisho kwa mama yake kipenzi, na tunaendelea kumwombea neema ya Mungu katika kipindi hiki kigumu cha kuweza kuondokewa na mama yake. Lakini pia tunaomba neema ya Mungu pia kwa watoto wake wengine wa kiume, wajukuu ambao hakika wanalia kwa majungu na machozi makubwa katika safari hii ya mwisho ya bibi yao, ya mama yao. Hakika tunaendelea kuomba faraja kwa ajili ya familia hii ambayo imeachwa na huzuni, lakini faraja kubwa tulionayo ni kwamba mama yetu yuko mbinguni, na haya ni maisha yake ya ushindi tunayasherehekea hapa duniani. Hakika tunafurahia maisha ya mama huyu. Amekufa katika imani, ameilinda imani kwa kipindi chote, na ameondoka amepumzika katika Bwana, na tunao imani kwa uhakika ya kwamba siku moja tutamwona mbinguni. Lakini kibinadamu ni ngumu kuweza kuagana na mtu ambaye ulimpenda, maana tunaamini hii ni safari ya mwisho ya kuweza kuonana na mtu wako, mpendo wako uliyempenda. Kifo pekee ndicho kinachotutenganisha na wapenzi wetu tunaowapenda sana. Kibinadamu inakuwa ni ngumu, lakini tunaendelea kuomba neema ya Mungu na faraja ya kimungu iendelee kuwa pamoja na familia. Lakini pia wachungaji kutoka katika makanisa mbalimbali nao pia wanapata wasaa kuweza kutoa heshima kwa shujaa huyu aliyelala katika Bwana, mama yetu Edith. Huyu hakika ameacha alama kubwa mioyoni mwa wengi ambao wamefika hapa katika kuja kutoa heshima za mwisho kwake. Wapo wengine ambao pia watasafiri pamoja na msafara wa wanafamilia kuelekea kule mkoani Mbeya kwa ajili ya kwenda kumpumzisha mama yetu. Tunao maaskofu, tunao Askofu Lawrence Kameta yuko hapa, lakini pia tulikuwa naye
makamu askofu wa jimbo hili la Kinondoni, Mchungaji Dr. Huruma Mkone, ambaye pia ndiye ametoa neno la faraja kwa kadamnasi hii ambayo imekutanika hapa kwa familia ambao wamefikwa na msiba huu mzito. Wachungaji mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali wakitoa pole kwa wanafamilia. Askofu Lawrence Kameta hapo pasambamba na makamu askofu Mchungaji Dr. Huruma Mkone, makamu askofu wa jimbo hili la Kinondoni, ambapo pia ndilo jimbo ambalo anatumika mtumishi wa Mungu Mchungaji Abraham Joseph Masasi, ambaye yeye ni katibu katika jimbo hili la Kinondoni. Basi tunakushukuru sana wewe ambaye umeendelea kufuatilia kuanzia mwanzo tulipokuletea tukio hili, na ni kushukuru sana kwa kuwa utaendelea pia kuwa mfuatiliaji bora wa vipindi vingine vya NYTV. Ulikuwa na mimi Messi Malio katika kukuletea taarifa hii ya msiba huu, na tukusi sasa endelea kufuatilia vipindi vingine. Endelea kutufuatilia pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook tunapatikana pia kwa jina la NYTV, lakini pia kule Instagram kwa jina la NYTV. Mungu wa mbinguni akubariki. Sababu ibada ya heshima na sherehe kwa maisha ya mama yetu Edith Masasi. Bwana umetupa heshima hii ya kuwepo hapa kumsherehekea na Bwana kumuaga kwa heshima hii kama shujaa anayemaliza kwa ushindi. Asante kwa kila ambaye umempa nafasi ya kuweza kuwepo katika ibada hii. Asante Bwana kwa ajili ya familia ambao umewatia nguvu hata sasa. Tunafika mwisho wa ibada hii Bwana, yaliyoko mbele yetu kayafanikisha, hususan safari ya kuelekea huko nyumbani Mbeya kumpumzisha mama. Tunaiweka wakfu katika mikono yako. Watasafiri salama, watafika nyumbani salama, na watampumzisha mama yetu salama na kwa heshima yake. Baba, tunaweka yote mikononi mwako. Tunaomba haya kwa mamlaka ya jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi wakati tunaendelea kuishi taratibu, wahusika watakuwa wanaweka hapa na kuweka kila kitu vizuri. Wale walioandaliwa kwa ajili ya kufanya hilo, wachungaji tukiwa hapa kwa ajili ya faraja. Asanteni sana wachungaji, askofu, mama wachungaji, waangalizi wetu wazuri na viongozi mbalimbali. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea na nyimbo za taratibu. Kama kuna mtu ameshikiwa msee Mwili sasa unakaribia kutoka kwenda kwenye gari maalum. Ile gari lisogea karibu. Wachungaji, kwa heshima kubwa, sisi ndio tunatoka na mwili huu. Kama ni hapa pamoja na maandalizi ya safari. Yes. Wanafamilia wote baada ya kuingiza kwenye gari, tutarudi hapa. Ni safari sasa ya kuelekea kule mkoani Mbeya. Watoto wa marehemu tayari wamejipanga kwa ajili sasa ya kuelekea kule
mkoani Mbeya kwenda kumpumzisha mama yao, mama mchungaji Edith Joseph Masasi, shujaa wa Bwana ambaye amelala katika Bwana. Mungu ametujalia pia na baraka ya mvua nje, lakini yote katika yote tunashukuru Mungu pamoja pia na hali ya mvua, lakini zoezi hili limeweza kufanikiwa kumalizika hapa, na tuendelee kuwaombea kwa ajili ya wale ambao wanaendelea na safari hii, wana familia. Msafara ukiwa unaongozwa na mtoto mkubwa wa marehemu pamoja na wajukuu hapo, watoto wote wakiwa wameshika mashada ya maua kwa ajili sasa ya safari ya kuelekea kule mkoani Mbeya alikozaliwa marehemu, lakini pia anakotokea marehemu mume wake mchungaji mtumishi wa Mungu Joseph Masasi. Mwili wa mama yetu mpendwa Edith ukiwa anaondoka hapa katika kanisa hili la TAG Bunju A, kanisa linalochungwa na mtoto wake na marehemu mchungaji Abraham Joseph Masasi, na tayari sasa kwa ajili ya kuelekea kule mkoani Mbeya. Wachungaji, watumishi wa Mungu nao pia wapo hapa katika kuhakikisha wanalifanikisha zoezi hili kwa ajili sasa ya kuanza msafara wa kuelekea kule mkoani Mbeya.